Mambo vipi mzee? Asante salama kabisa. Unakuita nani? Kinyago Tabata au maarufu ni jina Juma Yusuf Masasi, maarufu Kinyago Tabata au Kinyago wa Simba. Shabiki wa Simba alialia, Simba ilipo nipo. Iwe kimataifa, iwe hapa ndani. Popote mradi Simba Sports Team ipo, basi Kinyago Tabata niko hapa. Mpaka sasa hivi tulikuwa tujapata taarifa kwa umma. Unadhani ilikuwa inasababisha na nini? Ni mind game. Upande wa Simba Sports ni mind game kwa sababu sio jambo letu, ni jambo la mtani wetu, na mtani wetu alikuwa anazunguka hapa katikati kona nyingi, lakini mwisho wa siku Mama Samia Suluhu Hassan ndo kaamua game, kaweka sawa vijana wake, kawapatanisha. Bila shaka kabisa tarehe ya viongozi wa mpira ikapangwa. Simba tumeitikia sababu tulikuwa na sisi tulikuwa tunazungumza kwamba tarehe 15 isipochezwa game hatuendi, ila sisi tulikuwa tunaweka nakshi hatukuweka uhalisia kwa sababu Simba ni timu ya mpira, sio timu ya propaganda wala sio timu ya kutendi mitandaoni. Hii style yenu Simba leo mmeamua kuja nawe, mnahitaji kitaalamu. Ubaya ubwela. Mmeamua kumfukuza mwizi kimya nakwambia, kama unavyoona leo waliovaa jezi hususan za Yanga ni wengi zaidi, na baadaye naamini humu ndani watakuwa wengi zaidi kwa sababu ndio wenye jambo lao. Kwa hiyo Kinyago Tabata nasema kinaga ubaga, nilipo mimi ukiona Kinyago Tabata yuko sehemu ujue club lazima ije au lazima ifike. Kwa hiyo timu itaingia hapo hivi muda si mrefu. Watu ambao mashabiki wa Simba ambao wana tiketi zao waliokata toka kipindi kile waje waangalie Simba yao. Simba tumevuna nini toka mwanzo wa msimu, kwa sababu game ya mwisho ambayo tunakutana mtani ana ubora, Simba Sports ana ubora. Kwa achana alama moja ndio ubora wenyewe. Ina maana tulichovuna Simba Sports na walichovuna wananchi toka walipoanza dakika 90 ndio zitaamua. Lakini Kinyago Tabata na imani kabisa hakuna sare. Wapo wenzetu wanasema kuna sare, mimi naambia hakuna sare. Mechi ya leo mtu anakufa 2-0. Simba tunanyanyua makwapa kwa mara ya kwanza. NBC toka imeingia tujainyanyua makwapa. Kwa hiyo niwaambie wana Simba, ubaya ubwela utafanyika hapa. Kama hujafanyika misimu hii yote mingine, au kama umewakuta Waarabu, basi leo utamkuta mwananchi pasipo na shaka yoyote. Ujio wa waamuzi kutoka nje ya Tanzania, nyinyi mmelichukuliaje mkiwa kama mashabiki wa Simba? Nashukuru sana, kwanza nimepongeza. Naweza nikasema mimi ndo ombi langu kubwa ambalo nilikuwa naomba kwenye mpira wetu. Nilikuwa na maombi mawili makubwa ambayo hayo hadi sasa moja limetiki, bado moja. Ombi la kwanza, kila dabi wachezeshe waamuzi kutoka nje. Kwa hiyo ombi langu limetiki moja kwa moja. Bado ombi moja tu ambayo mdhamini mmoja kudhamini vilabu 8. Anataka hadi sasa nimesikia za ndani anataka afikishe vilabu 12 kudhamini za ndani. Anataka ana mpango kuendelea dhamini vilabu hadi 12. Kwa hiyo ombi langu kubwa ni hayo. Waamuzi watoke nje kwenye dabi kwa sababu ya sintofahamu za timu zetu, kwa sababu wapo waamuzi wana Simba na Yanga. Wapo wana Simba na Yanga kabisa, hata wanavyochezesha unajua kabisa kuna namna. Kwa hiyo kuwaleta waamuzi kutoka nje ni wapongeze watu wa mpira, viongozi wa mpira wa miguu ambao wametuheshimisha kutetea waamuzi wa huko. Ina maana yeyote atakayokufa amekufa kihalali. Awe nani, awe Yanga kafa, awe Simba kafa kihalali, kwa sababu wote hatuwezi kumlaumu mwamuzi wa haba Alagija, sio wala Kayoko wala nani. Kwa hiyo nawapongeza viongozi wa mpira, wametutendea haki wana Simba kutuletea waamuzi kutoka nje. Bila shaka naamini tutafurahi. Wachezaji wa Yanga wanacheza alafu mno, leo watakiona. Neno lako sasa la mwisho kwa mashabiki wa Simba lakini pia wapenda soko, nawaambia nini kuelekea mchezo wa leo? Asante sana, wapenda mpira wafuatilie TV gani? Chawamanda TV. Bila shaka kabisa Kinyago Tabata niko kwenye TV na peperusha TV bora kabisa ambayo ipo kimichezo, haipo kinafiki, inawapenda watu wa michezo. Kwa hiyo popote ilipo inataka kufanya huduma na wewe, pokea, fanya nayo huduma, inapeperusha mipira yetu. Kwa hiyo naomba wanashabiki wa Simba waisupport Simba yao kwa namna yoyote. Wasikilize viongozi wa Simba wanasemaje, wapambanie klabu yao, kwa sababu hakuna klabu inayoendeshwa na pasipo na mashabiki. Kwa hiyo mashabiki kama sisi tutakuepo, na wengine waendelee kuisupport Simba Sports, na tuwasupport viongozi wetu wa mpira, na tuwasupport wachezaji wetu baina mmoja hadi mwingine. Kila mchezaji wa Simba ana haki kuwepo Simba, kila mchezaji wa Simba ana haki kupata pesa kwa wakati kama wanavyopata wengine. Kwa hiyo Kinyago Tabata anawapenda viongozi wangu wa mpira wa Simba Sports, na bila shaka viongozi wangu wa mpira wa TFF na bodi ya ligi, japo wamekanganyika kidogo hapo katikati kutokana na kusikiliza mashabiki wa Yanga au uongozi wa Yanga kusema tokeni na wakatoka kweli. Sisi Simba hatujapendezewa na hicho kitu, lakini nimpongeze Mama Samia Suluhu Hassan ambaye yeye katumia nguvu kubwa au kuwaita viongozi wa Simba na Yanga kuwaweka sawa hadi leo dabi na kwepo. Kikubwa dabi icheze kwa amani kabisa, tumalize na haya. Mimi Kinyago Tabata hadi leo naweza kusema mimi ndo nimeingiliwa, nimepata changamoto kubwa kuliko mashabiki wote.
Kwa sababu mimi itakiwa nikalime toka mwezi wa 3, ndugu mwandishi wa habari. Hadi leo sijaenda Ifakara Morogoro kulima kwa sababu ya hii dabi imecheleweshwa. Kwa hiyo nilikuwa nasubiri. Kwa hiyo nitakiwa nicheze dabi, baada ya dabi nikalime Ifakara. Hivi hadi saizi msimu huu nikifa njaa kwa sababu ya Simba na Yanga kuto kucheza mpira, kwa kuto kucheza kuahirisha mechi tarehe 8, kwa sababu mimi hadi tarehe 9 nilikuwa na mpango tarehe 9 au 10 niende Ifakara nikalime mpunga. Hadi leo sijaondoka Dar es Salaam kwa sababu ya dabi. Na maana leo naamini dabi itachezeshwa Jumatatu, mathalan Alhamisi, mimi Ijumaa Ifakara kulima. Kama nitakosa mazao basi kwa sababu ya hivi vilabu. Kwa hiyo wajitahidi wanichangie wote hao Simba na Yanga niweze kupata chakula endapo nitakosa kwa sababu ya wao. Napenda mpira na wapenda mashabiki wa Simba na wapenda watu wa media ambao mnafanya kazi kubwa kutuhakikisha mnapeleka mbali mipira yetu na mnamsupport Mama Samia kwenye harakati zake za hapa na pale. Bwana kushukuru sana. Asante sana. Kazi ni moto, chawamata tupanda na kama